iliyofanya mpaka leo hii tumekutana hapa ni haya matukio yanaendelea kutokea hapa kwa dada yangu pale kwa Mabunju. Lakini mimi niseme kitu kimoja, sisi ni wazawa, slogan ya Iganzo tunaifahamu. Sisi ndio tunaosababisha yote haya, kwa sababu hata kama tunawafahamu wahalifu wanaotoka sehemu zingine kuja kwenye kata yetu na mitaa yetu, tunawapokea halafu watuwatolee taarifa hata kama hatujui wamekuja kwa ajili ya nini. Muda mwingine nakaa naye kirafiki, naongea naye anaacha. Wangapi tumeongea nao matukio yalisimama. Kwa hiyo ninachoomba tu, kwa sababu tunafahamiana, tujaribu sana kuambiana ukweli kabla ya serikali haijafanya kazi yake. Matukio Bunju pia pale, usikubali kupokea watu wa hovyo, kwa sababu tunao vijana ambao wapo wanashinda pale, hawana tabia hizo. Wapo vijana wanaokuja wanafanya hayo matukio, wanafanya na kuondoka. Mwisho wa siku inaonekana vijana ambao mko pale ndio wafanyaji wa matukio hayo. Kwa hiyo tuangalie sana aina ya watu ambao tunaambatana nao kwenye shughuli zetu na vijiweni mtu tunamokaa. Na omba ushirikiano na hao bajaji kubaini wahalifu kuliko kuwafungia. Ukifunga hapa moja kwa moja, kuwapata wahalifu ni kazi. Ili kuwabaini wahalifu, inatakiwa kushikamana na hawa watu wa bajaji. Kama wapo hawa watu wanaofanya matukio ambao wanatumia hizo bajaji, itakuwa ni rahisi sana endapo sasa na nyinyi wa bajaji mtakuwa ni wawazi kwa viongozi wenu na kuwapenyezea taarifa. Hili tunafanya kazi pamoja na serikali. Kuna baadhi ya wahalifu sisi tuliwakamata wakija kijiweni kwetu, tukihusiana na uongozi wa bajaji wa jiji wakiwa na mapolisi, tulishirikiana nao kuwakamata waizi. Kwa hiyo nilikuwa namuomba diwani kabla hajatupa adhabu sisi ya kututoa hapa na pale juu, atupe nafasi kwanza, atushirikishe, tutafanya naye mazungumzo, alafu nadhani vitu vingine vitaendelea, lakini asituadhibu. Mama na mabinti na wasichana ndio waathirika wa sehemu kubwa, na ambao ndio tunaopata shida kwenye historia ya kubakwa ni mabinti na wakina mama, na wanaotubaka ni vijana wadogo wenye umri mdogo, wanatuvizia kina mama. Sasa tunatoka kwenye biashara tunarudi tunaathirika na hiyo hali. Vijana wa hapa wamejitetea kwamba sio wao, lakini na imani kwamba wao ndio walinzi wetu, wao ndio watoto wetu, wao ndio sehemu ya kutulinda sisi. Kwa nini wanavyomwona mtu mgeni kwamba hafai kwenye hayo maeneo, kwa nini wasimtolee taarifa kwamba huyu ni mtu mgeni, hastahiki eneo hili, mpaka tuathirike sisi kina mama, tuibiwe kina mama, tuje tulalamike kwao? Kwa nini wao wasije kutuambia kwamba, au wakaenda kwenye uongozi kwamba huyu mtu tunayemuona hapa ni mgeni, hata kile eneo tunamshangaa, hata mabalozi wenyewe wakashtuka, wakaona kwamba huyu mtu ni mgeni, yuko eneo sio sahihi, wakamtoa. Sasa wao wanasubiria sisi tuje tutoe taarifa, wao watu waibiwe, kwa sababu ili eneo ni eneo la stendi. Watu wengi wanashuka, wa kutoka Chunya ni wageni, na hao wageni ndio biashara kwao na ndio maisha kwao, kusema wao wanafanya kazi kutegemea huo usafiri eneo hilo. Kwa nini wao kuna kijana ni mgeni mpaka tuibiwe kina mama, mpaka wasichana wabakwa? Na tunaobakwa ni mama zao, wanaobakwa ni dada zao. Kwa nini wakubali tuathirike sisi wakati wao wapo? Sisi tunategemea hao vijana ndio kutulinda sisi, ndio kutulea sisi, ndio taifa letu la kesho, ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa nini watu wache kwenye hali hii? Kweli tushinde kufanya biashara, turudi saa 10. Kama eneo la Mabunju pale, wengi wanajitetea, wengi wanakula pale, wengi wanashinda pale, wengi wanafanya biashara hapo, wanapiga debe pale, wanashinda pale chini wanakula. Kwa nini wasimwambie Mama Bunju, toa taarifa kwa balozi wako, huyu mtu ni mgeni? Kwa nini mpaka itokee madhara ndio waje walalamike? Bunju, kwa jina lingine naitwa Tabia Ndemange. Mimi ni mfanyakazi wa stendi ya Chunya, nauza supu na kande. Mimi ni kweli kuna vijana wengine wanakuja hapo hatuwafahamu, lakini wanakuja kufanya maovu pale hapo stendi. Tukiingilia sisi yani wanatamani mpaka watupige na makofi. Wasema jamani, tukiingilia kati pale kwaambia jamani, mbona mnafanya hivyo? Kwa nini? Hao ni binadamu kama nyie. Kwa nini mnafanya hivyo? Wanasema usituingilie. Kwa nini? Weka kae tu kwenye supu zako kule. Na kweli na sisi wenyewe tunaumia, na sisi pale wanachafua, ni kijiwe chetu. Ndio maana sisi tunaingilia. Mimi sina Iyela anapolea Iganzo, anaenda kutulia kule, anabaka mama zetu wa Iganzo, dada zetu, yeye wa kwake wa Iyela au wa Ilomba amewaacha salama. Ndio maana huyu mama amesema hivi, ilipaswa nyinyi mulinde. Sasa ili kulirekebisha hilo na kwa utaratibu wote utakao kuwepo, sasa naomba nirudie kusema tutaweka utaratibu mzuri ili tufahamu wote wanaokuwepo hapo. Lutero wewe ndio mwenyekiti kule juu.
uniwekee utaratibu. Hatuombi, ulete utaratibu, ulete watu wanaoshinda hapo tuwafahamu, ili tukiona aliyetoka mbali sisi tujue namna ya kumchukulia. Panapotokea kitu chochote ambacho kinahusika na uhalifu kwenye kata yetu, wananchi tushirikiane. Polisi tupo, ndio maana tumeletwa huku mpaka ngazi ya kata ambao nimeyasikia hapa, lakini yote ukiangalia kwa ujumla wake yaliyozungumzwa ni kwa sababu tu wananchi hawataki kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Lakini ukisikiliza changamoto zote zinazoelezwa hapa ni kwamba taarifa hazifiki, na watu wanakuja kulalamikia jeshi la polisi kwamba wanakuja kutukamata ni kwa sababu ya uzembe unaofanyika kwenye jamii. Sisi kwa kuwa nyewe mnashindwa kutufikishia taarifa kupitia wataalamu tulionao sisi, sasa tunazipata hizo taarifa kwa namna nyingine. Tutakapokuja kukamata hao wahalifu wanaohusika maeneo husika, ndio hiyo sasa tunakuja hapo tunakamata waliokuwepo na wasiokuwepo, tutajua sisi tutawachuja kwa namna gani, kwa sababu mmeshachangamana. Kuna wahalifu hapo hapo, kuna wasio wahalifu hapo hapo, wote mnaendelea na shughuli zenu hapo. Kama wewe hutatoa taarifa ya wahalifu waliokuja kwenye shughuli zenu, sisi tutatambueje? Kwa hiyo nilichokigundua hapa ni kwamba taarifa nyingi wananchi mnazo za uhalifu, lakini hamtaki kutoa taarifa za wahalifu ambao wanaingia kwenye shughuli zenu za kiuchumi.